Hongera kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya viongozi wengi wamekimbilia kwa ukubwa sana. Hilo kwanza tukutongera sana katika hilo, lakini pia tunaomba sasa uzungumze machache kwa watu ambao wameweza kufika katika jambo lako hili la leo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Leo nimewasilisha utekelezaji wa ilani baada ya kuchaguliwa kwangu kuongoza mtaa wa Mustafa. Ni maelekezo ya Chama cha Mapinduzi. Lazima kila mwenyekiti wa mtaa kama hajakwenda kwenye mkutano mkuu wa wananchi akasome utekelezaji wa ilani kwenye halmashauri kuu. Na mwisho wa siku tunaona bwana wajumbe wa halmashauri kuu wapokee utekelezaji wa ilani, na baada ya kupokea sasa twende kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Na hapo kiongozi, katika ripoti yako ambayo tumeona leo hapa ikisomwa na mtendaji, tumesikia kuna baadhi ya mambo ambayo hususan katika miongoni mwa vitu vilivyojadiliwa ni katika kipengele cha kwamba wananchi wamekuwa ni wazito sana kushiriki katika mambo mbalimbali ya kijamii, hususan katika mambo ya usafi. Wewe sasa kama kiongozi wa mtaa husika, unalipi la kuzungumza katika hili? Mimi nafikiria kwanza ni lazima tukubaliane kuunga juhudi za mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji. Tukubali kuunga juhudi za mkuu wetu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo. Wamekuwa wakifanya zoezi la usafi kila mwishoni mwa wiki ya siku ya Jumamosi, aidha Jumapili. Kwa hiyo maana viongozi wale wanavyokuwa wanaonesha dhamira zile kwenye wilaya hii ya Ilala, na sisi tulio chini tunaowasaidia wao, ni lazima ni kuhakikisha tunafanya usafi kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tumeunda kamati ndogo ndogo tunazokwenda kuzitangaza tarehe 31 kwenye mkutano mkuu. Lakini swala la usafi, mimi nakaa na dampo kuu la jiji la Dar es Salaam. Ni lazima ni kuhakikisha mazingira ya usafi yawe madhuri kwenye mtaa wetu wa Mustafa. Tumempata mkandarasi wa taka ambaye tunakwenda kumpa majaribio ya siku 90 ya kuzoa taka kwenye makazi yetu pamoja na wafanyabiashara wetu. Na azendi mbali zinakwenda tu chini hapa, wenyewe mnapafahamu dampo. Kwa mimi nitakuwa ni mwenyekiti wa mwisho na ni mwenyekiti wa ajabu wakati viongozi wakubwa wakiwa wanapita wanafika kwenye mtaa wangu, hali ya mtaa unakuwa sio salama wakati dampo kuu la jiji la Dar es Salaam nalo karibu. Kwa hiyo maana yake mimi ni kuwasihi wananchi wangu kuendelea kuziunga juhudi za viongozi wakubwa wa kiserikali tunapokuwa tunatoa matangazo ya kufanya usafi, aidha kwenye mabiashara yako ama kwenye nyumba yako ama kwenye sehemu yoyote ambayo wewe unahisi unakaa ni lazima ufanye usafi. Basi ni vyema kufanya usafi. Shukrani sana. Lakini hapo pia mheshimiwa, tumesikia katika ripoti yako pia kwamba kuna baadhi ya barabara kama sijakosea zipo 5 ambazo umeweza kumwaga kifusi. Hivyo basi sisi kama waandishi tunaomba tuweze kujua, je, hiyo pesa imetoka mfukoni kwako au ni pesa ambazo ni kodi za wananchi? Mimi niseme kitu kimoja. Viko vitu ambavyo viongozi watatusaidia, lakini viko vitu wewe na kamati yako ya mtaa lazima mpambane kama vile ambavyo mlivyoomba. Lakini vipo vitu ambavyo vinaweza vikatupelekea ukawa na wadau wakatusaidia. Ni kweli wakati nimeingia kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, jambo la kwanza nililolifanya niliomba mchango wa kuwakamilishia walinzi wangu uniform ili waonekane wakiwa katika sare. Na nywele wenyewe leo mmewaona. Wapo kwenye uniform sahihi. Lakini juhudi zinazofanywa na mwenyekiti wa mtaa, anatokea tu aidha kiongozi wa serikali ambaye anakaa kwenye mtaa wangu, aidha ni mdau, anakwambia mwenyekiti wa mtaa, sema una shida ipi kwenye mtaa wako nikusaidie nilicho nacho. Kwa hiyo unakuta kwamba naye mdau wangu mmoja mzee Mr. Chilambo alinisaidia gari zisizopungua za kifusi, gari 7. Gari 7. Lakini na mimi mwenyewe mwenyekiti wa mtaa nilifanya jitihada zangu za mtaa na kamati yangu ya mtaa, pia niliongeza lori ambazo nilifanikiwa kwa uwezo wangu. Kwa hiyo utakuta katika kuzigawanya nilizigawanya kwa barabara 5. Zipo barabara ambazo zilifungwa nikazifungua kabisa. Zipo barabara ambazo zilikuwa na changamoto, gari 2 hazipitiki, sasa hivi zinapitika. Kwa hiyo maana ukakuta kwamba kwenye ripoti yangu barabara 5 nimeweza kumwaga kifusi. Na kweli wajumbe wa halmashauri kuu wamezishuhudia hizo barabara zilikuwa zitumiki. Sasa hivi hizo barabara zinatumika. Na kwa kumalizia sasa, tumepita kidogo katika kipengele cha masuala ya ulinzi shirikishi, na umekuwa ni miongoni mwa viongozi ambao mkijituma sana kushirikiana na baadhi ya makamanda wako kupita katika baadhi ya mitaa ili tu kuhakikisha wananchi wako salama. Na tukasikia pia katika ripoti yako baadhi ya vibaka ambao wameweza kuwakamata na umewapeleka katika vyombo vya sheria. Je, unataka kuhakikishia wana Mustafa sasa kwa ujumla kwamba mitaa yao itaendelea kuwa salama, hususan katika kipindi ambacho wewe utakuwa ni kiongozi wao? Mimi nikuthibitishie
sifa ya kwanza mwenyekiti wa mtaa inayompa ni lazima hakikishe ulinzi na usalama unaimarika ndani ya mtaa wake. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sababu bado katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtambua kuwa yeye ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama ndani ya mtaa. Kwa maana yake kwamba usalama wote, mali za Watanzania wote pale kwenye ule mtaa husika bado uko chini ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na wao wenyewe. Kwa maana yake ni lazima kukiunda kikosi madhubuti cha ulinzi kitakachoimarisha ulinzi ndani ya mtaa. Ombi langu mimi kwa wananchi ni kuunga jitihada kile kiasi cha fedha tulichokubaliana kwenye mkutano kwamba ada za walinzi ili tuweze kuwapa posho zao kila mwisho wa mwezi. Isipokuwa sasa kianza mikinzano ya kuvutana kwenye ada za ulinzi, tutakuwa tuwezi kuimarisha ulinzi kiufasaha. Ni kweli ripoti imesema nimekamata vijana wasiopungua vijana 12 walikuwa wanisumbua ndani ya mtaa wa Mustafa. Na ni vijana ambao ni watukutu, wakishika panga huwa alirudi. Mali za watu zimekuwa zikivunjwa, zikiibiwa. Lakini nimeendelea kuwatahadharisha wazazi. Kwenye mtaa wa Mustafa ni mtaa wa moto, hasa kwenye masuala ya ulinzi na usalama. Nimeendelea kuwakumbusha wananchi, mimi ninalo dampo kuu la jiji la Dar es Salaam. Uovu wote uko kule. Vibaka wote wako kule. Wahalifu wote wako kule. Hata zile flati zikivunjwa, makimbizio sao yanakuwa dampo. Kwa hiyo nimeimarisha ulinzi na naendelea kuasisitiza ndugu wananchi tuendelee kuunga jitihada za ulinzi. Uongozi wangu wa mtaa, walinzi wangu hawamkamati mtu kama si mhalifu. Hawamsingizii mtu kama si mhalifu. Tutamkamata mtu kwa kujiridhisha. Yaani tukijiridhisha kwamba ni kweli kabisa huyu anavunja, tumemkuta kabisa na ushahidi, sisi lazima tumchukue. Miezi miwili iliyopita nikamata vijana 3. Taarifa ilitrendi sana mitandaoni. Hakuna mtu ambaye asifahamu ile vijana. Tumewakuta vijana kabisa wako kabisa kwenye eneo la kuvunjaji wa tukio, wakati wanasimama na pikipiki mpaka wanaanza operation ya kuanza kuvunja kwenye hilo duka. Unaona kabisa hawa watu walikuwa tayari wamekuja kwa dhamira ya kufanya uhalifu ndani ya mtaa wa Mustafa. Kwa maana yake mimi kwenye swala la ulinzi hapana, na mimi mwenyewe nalinda. Sio kwamba vijana wangu wanalinda, na mimi mwenyewe nipo. Wakati matukio nikiyakamata sio nakuja kuhadisiwa, na yaona na kwa kuyashuhudia. Hakuna tukio ambalo liliniuma kama kuvamiwa kwa askari meja wa askari polisi ambalo lilikuwa damu. Wakati naingia ndani ya wiki moja tu akafanywa tukio hilo. Amevamiwa nyumbani kwake, amepigwa mapanga, amepigwa manondo, ameweza kuchukuliwa vitu vyenye thamani vile, amechukuliwa, yani tukio ambalo liniumiza sana kichwa. Sikuweza kulala kwa muda takriban ya wiki moja, wiki mbili. Naam, lakini pia tumesikia ripoti hapo pia inawasilishwa mpaka sasa hizi wewe una takriban miezi 6 kasoro au miezi 5, lakini tumeshuhudia kuna mambo mengi kadha wa kadha ambayo umeyafanya. Hivyo basi sisi kama media tunataka tujue, je, miongoni mwa wajumbe wako ambao wapo karibu na wewe, hebu jaribu kuwazungumzia kwa uchache. Ni watu ambao wanakupa ushirikiano kwa nafasi gani? Wajumbe wangu, wajumbe wa mashina, mimi niwashukuru sana. Hilo lillahi alhamdu. Wanafanya kazi nzuri. Kwanza tuna ushirikiano. Tunapokwenda kuliendea jambo tunashirikiana. Tulikuwa na jambo la kuhamasisha watu kwenda kujiandikisha kwenye zoezi la daftari la wapiga kura. Wamejitoa, serikali ya mtaa imejitoa, jumuiya za chama zimejitoa, chama kimejitoa. Tumeandikisha watu wengi sana. Lakini tupo kwenye zoezi la uboreshaji na daftari la wapiga kura. Bado tunaendelea kuwahamasisha watu. Mimi mwenyekiti wa mtaa, kamati yangu ya mtaa, wajumbe wangu wa mashina, jumuiya za chama, viongozi wa chama, tunaendelea kuhamasisha. Kwa hiyo unaona kabisa bado naendelea kumuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aendelee kutupa upendo huo. Aendelee kutukutanisha, la kwao liwe la kwangu, la kwangu liwe la kwao, kwenye kutetea maslahi ya wananchi wakazi wa mtaa wa Mustafa. Naam, mheshimiwa, na sisi kama timu nzima ya Sanga Media, kwanza kabisa tushukuru kupata wasaa wa kuzungumza na wewe, hasa machache, lakini pia tukutakie kila laheri sasa katika utendaji wako unaoendelea katika mtaa wako wa Mustafa. Amin. Na sisi kama Sanga, lakini pia tunakuahidi tutazidi kukupa ushirikiano kila ukituhitaji, hata usipotuhitaji pia tutajitahidi kufika katika maeneo yako ili kuweza kujua, kuzungumza na wananchi, kuweza kujua saje usalama wao ukoje katika mitaa yao. Mimi niwashukuru sana tena sana. Nyenye mmeona leo nimekabidhi nilichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu kwenye uongozi wa chama. Chama nimekikuta kile, kimenilea, kimenikuza, lakini hawana viti vya kukalia. Sasa unakuwa ni mwenyekiti wa ajabu na mimi mwenyekiti wa mtaa, kwa mjumbe wa kamati ya siasa tawi, unakwenda pale viti vya kukalia hatuna. Hiki ni chama kikubwa. Hiki ni chama cha Mapinduzi, kinaongoza dola ndani ya nchi hii. Ni chama kikubwa. Vitu kama viti hawezi kulalamika. Vitu kama feni katibu mpaka jasho linamtoka hawezi kulalamikiwa. Lakini swala
la kulipa ada, pango za kodi za kila miezi, hawezi kulalamika. Sababu mtaji wao wa kwanza ni kuhakikisha wanakuwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Hasa mara nyingi wenzetu hao wanaoongoza mitaa wakishakuwa wamepewa zile nafasi za kuongoza mitaa, hawana habari kabisa na chama. Chama kile wanakiweka pembeni. Wanakuja kukithamini chama mwishoni mwa muda ambao wanakwenda kumalizia muda wa uongozi wao. Mfano mathalan, mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya kata ya Pugu. Ndio. Nimekuwa mjumbe wa kamati ya usalama na maadili ya kata ya Pugu. Nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kata ya Pugu. Lakini niliamua kuzidrop nafasi zangu zile ngazi ya kata. Nilirudi kwanza kusaidia mtaa wangu. Kwa hiyo maana kwa nafasi niliyokuwa nayo, nimerudi kwa mjumbe wa halmashauri kuu ya tawi, nimerudi kwa mjumbe wa kamati ya siasa ya tawi, lakini kwa nafasi ya mwenyekiti wa mtaa nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kata ya Pugu. Lakini bado nimepewa turufu ya kuwa mwenyekiti wa wenye viti wa kata hii ya Pugu. Lakini pia vile vile niwaambie, mimi ndio mwenyekiti wa Dar es Salaam Africans tawi la Kigogo. Lakini ndio katibu wa Masjid Salma katika mtaa huo kwa Mustafa. Kituo cha Masjid Salma kilicho chini ya taasisi ya The Nurain Islamic Foundation. Mimi ndio katibu. Lakini mimi kwa nafasi yangu hii ndio namna gani umekuwa ni kiongozi wa aina gani? Ndio mshauri wa shekhe wa kata, lakini ndio katibu wa Juvikiba wa BAKWATA kata ya Pugu. Kwa utakuta na vyeo vingi ambavyo ukisema uviache unaweza ukawa unawakeleketa watu, kwa sababu huwezi kujua Mwenyezi Mungu amekupangia nini. Kwa hiyo kuna kalma ambayo Mwenyezi Mungu amekupangia. Kwa hiyo lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nje nafasi zangu hizi bado naendelea kuvitendea haki, vikao na vipangilia kwa wakati. Wajumbe wangu wa kamati ya mtaa wananisaidia, tunaendelea kuongoza mtaa. Hilo lilahi alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atujalie, atuvushe salama, tumalize salama, twende ngwe nyingi. Naam, na sisi kama Sanga Media tunaomba tukutakie kila laheri Mheshimiwa Fikiri Rajab. Asante sana. Shukrani sana. Inshallah.